Achana na mambo haya 7 kama unataka kujenga kujiamini kweli. Kuna watu wengi wenye uwezo mkubwa, vipaji vikubwa na ndoto nzito, lakini wanaishi maisha madogo kwa sababu moja tu: hawajiamini. Sio kwa sababu hawana akili, sio kwa sababu hawana nafasi, bali kwa sababu kuna tabia wanazozirudia kila siku ambazo zinaua kujiamini kwao taratibu bila wao kujua. Kujiamini sio kitu cha kuzaliwa nacho. Kujiamini ni matokeo ya unachofikiria, unachosema na watu unaojizunguka nao. Kama unataka kuanza kuona mabadiliko ya kweli kwenye maisha yako, kuna mambo 7 muhimu sana unapaswa kuyaacha kuanzia leo. Jambo la kwanza, acha kujilinganisha na wengine. Kujilinganisha na wengine ni sumu ya kujiamini. Kila unapojilinganisha, unafuta thamani yako mwenyewe. Kila mtu ana safari yake, kila mtu alianza mahali tofauti, kila mtu ana mazingira tofauti. Unapoangalia mafanikio ya mtu mwingine bila kuona maumivu, jitihada na muda aliyotumia, unaanza kujiona hufai bila sababu ya msingi. Badala ya kuangalia wengine wako wapi, angalia wewe ulikuwa wapi jana na leo uko wapi. Hatua ndogo mbele bado ni hatua. Kujiamini hukua pale unapoheshimu safari yako mwenyewe. Jambo la pili, acha kujisemea maneno mabaya ndani yako. Sauti inayozungumza ndani ya akili yako ndiyo inayounda maisha yako. Ukijirudia maneno ya kukukatisha tamaa, akili yako itayaamini kama ukweli. Kujidharau, kujilaumu kupita kiasi na kujiona hufai ni tabia inayoharibu kujiamini kimya kimya. Maneno unayojisemea yanapaswa kuwa ya kukujenga, si ya kukubomoa. Makosa hayamaanishi mwisho, yanamaanisha umejifunza kitu. Ukibadilisha maneno yako, mtazamo wako nao hubadilika. Jambo la tatu, acha kusubiri mambo yawe kamili. Kusubiri ukamilifu ni kuchelewesha maisha yako mwenyewe. Hakuna mwanzo ulio mkamilifu. Watu wanaojiamini si kwa sababu hawakosei, bali kwa sababu hawakuogopa kuanza. Kujiamini hukua kwa vitendo, si kwa kusubiri. Kuanza bila uhakika ni sehemu ya safari. Unapochukua hatua, hata kama ni ndogo, unaanza kujenga ujasiri wa ndani. Usisubiri hadi ujisikie tayari. Anza, kisha jifunze ukiwa njiani. Jambo la 4, acha kutafuta ridhaa ya kila mtu. Huwezi kuwafurahisha watu wote. Ukitaka kukubalika na kila mtu, utajisahau wewe mwenyewe. Maoni ya watu hayatakiwi yawe dira ya maisha yako. Watu watasema chochote, iwe unafanya au hufanyi. Kujiamini huanza pale unapojikubali kwanza. Unapojisimamia, watu huanza kukuheshimu. Ridhaa muhimu zaidi ni ile ya nafsi yako mwenyewe. Jambo la 5, acha kujitambulisha na makosa ya zamani. Makosa ya zamani si wewe, yalikuwa ni sehemu ya safari yako ya kukua. Kujikumbusha makosa kama utambulisho kuna kufunga nyuma. Kila mtu amekosea, lakini si kila mtu anaamua kubaki hapo. Kosa ni somo, si jina. Ulianguka, lakini uliamka. Wewe wa leo una ufahamu zaidi kuliko wewe wa jana. Kujiamini hurudi pale unapojipa ruhusa ya kusonga mbele. Jambo la 6, acha kujizungusha na watu wanaokuvuta chini. Watu unaojizunguka nao wana mchango mkubwa kwenye kujiamini kwako. Maneno yao, mitazamo yao na tabia zao huingia pole pole kwenye akili yako. Kama mazingira yanakukatisha tamaa kila wakati, hata nguvu zako hupungua. Lakini ukiwa karibu na watu wanaokutia moyo, hata siku mbaya zinaanza kuonekana nyepesi. Chagua mazingira yanayokujenga. Chagua watu wanaoamini unaweza hata kabla hujaona matokeo. Kujiamini hustawi kwenye mazingira sahihi. Jambo la 7, acha kusema huwezi. Maneno unayoyasema yana nguvu kubwa kuliko unavyodhani. Kila mara unaposema huwezi, akili yako inatafuta sababu za kuthibitisha hilo. Badilisha kauli yako. Anza kusema utajaribu. Kisha sema una uwezo. Mwisho sema utafanikiwa. Maneno yako yanaunda mwelekeo wa maisha yako. Unachokiamini ndani yako kinaanza kuonekana. Kujiamini sio muujiza. Ni matokeo ya maamuzi madogo unayoyafanya kila siku. Ukiamua kuacha mambo haya 7, utaanza kuona mabadiliko kwenye namna unavyojiona, unavyoongea na kuchukua hatua. Huna haja ya kubadilika ghafla. Anza na jambo moja tu leo. Safari ya mafanikio inaanzia kwenye akili. Na pale akili inapobadilika, maisha nayo hubadilika. Usiache kujiamini. Uwezo unaoutafuta tayari upo ndani yako.